Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili: kwa sheria ya Musa ilianzia mlima Sinai, ikaishia wapi? Msalabani. Ndio maana Biblia inasema mauti ilitawala kuanzia kwa Adamu mpaka kwa Musa. Kwa Musa aliishia msalabani. Baada ya msalaba ukaanza utawala wa aina nyingine tena. Utawala wa Yesu ulianzia kufufuka kwa Yesu. Baada ya kufufuka kwa Yesu, mauti haitawali tena. Anayetawala ni nani? Ni wewe na mimi. Karibu. Utawala katika uzima kupitia kipawa cha haki. Utawala katika uzima kupitia kipawa cha haki. Haleluya. Maana tunaangalia tu sehemu ya pili ya haki. Haki si inakusimamisha mbele za Mungu bila hatia. Hapo tumeshamaliza. Alafu haki inakupa kutenda kama Mungu au kuishi kama Mungu. Ndio kutawala kwenyewe huko. Kuishi kama Mungu. Kutawala kunaanzia huku juu pia. Kwenye haki kusimamisha bila hatia. Shetani anaonea watu kupitia unyonge. Yaani kusababisha ujione una hatia, uwe na condemnation. Utakuwa mchovu mbele yake. Kwa kutaka utawale, hakikisha unaijua vizuri zawadi ya haki. Maana yake unajua kabisa, mimi sina makosa mbele za Mungu, mimi sina hatia mbele za Mungu. Mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu. Hakikisha una balance sana uhusiano wako na Mungu kupitia kutambua haki ulionayo. Alafu sehemu ya pili ya haki ndio hiyo sasa inakupa uwezo wa kutenda kama Mungu. Kwa sasa tunaangalia kutenda kama Mungu au kupitia kipawa cha haki. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Hilo ndio andiko letu kuu. Wapendwa, Biblia inasema kitabu cha Waebrania sura ya 5. Waebrania 5:12 anasema hivi: mtu asiyejua somo la haki au watu wasiojua somo la haki ni watoto wa kiroho. Haijalishi umekaa kwenye Ukristo miaka mingapi, kama haujui shule ya haki, Biblia inakuita bado hujakuwa kiroho. Angalia maombi ya watu wengi, Wakristo wengi. Madam, fuatilia. Sikiliza wanavyoomba. Utagundua wengi hawajui hii nani ya haki. Wanaomba kinyonge sana. Mungu, mimi sistahili tu, mimi sistahili Mungu. Akimaliza kuomba hivyo, si anajiona ametubu. Baadaye tena jioni, hata ukimpa kuongea chakula ataanza na toba. Yaani atatubu balaa. Yaani sisemi kutoba ni dhambi au vibaya. Huyo mtu, ukutana na huyo mtu wa namna hiyo, unajua anajihesabia hukumu sana. Fuatilia ni vizuri. Yaani kila kitu, yani kila kitu atatubu, kila kitu, kila saa. Huyo mtu ufahamu wake umejazwa dhambi sana na madhaifu. Dhambi na udhaifu kuliko kujazwa Yesu sana na haki aliyokupa. Kweli nakwambia. Nilitoa mfano siku ile nikasema kuna tofauti ya kujihesabia haki na kuwa na akili ya kwamba Yesu amekuhesabia haki. Tofauti ya yule Farisayo alijihesabia haki. Yaani alisema kwamba mimi nafunga mara ngapi kwa wiki, natoa sadaka, natoa nini, ila huyu hatoi. Hiyo ndio kujihesabia haki. Ila huyu mwingine yeye akawa anamtegemea Mungu, kwamba Mungu ndo anayemwezesha. Kwa hiyo unaposema Baba asante kwa sababu haki yako iko ndani yangu, sio kama umejihesabia haki. Ni kwa sababu umeitegemea haki ya Yesu, hujajitegemea matendo yako. Si umeelewa tofauti hiyo vitu viwili? Kwa hiyo usiogope kusema kwamba Baba asante kwa sababu umenipa haki. Mimi sihesabii hukumu mbele zako. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umenisamehe na kunitakasa. Asante kwa sababu neema yako iko nami.
Ukiwa unaishi maisha namna hiyo utakuwa unajiona una nguvu, alafu utakuwa focus yako iko kwa Yesu, haiko kwenye matendo yako. Sababu utaona watu wanaoishi kutokana na matendo yao ndio wao wanajihukumu kila saa. Ila watu wanaoishi kutokana na tendo la Yesu alilolitenda na akawapa zawadi, hao watakuwa wao huwa wanaishi kwa ushindi sana, na ndio zawadi aliyoleta Yesu ya haki. Amen. Kwa sasa haki, twende sasa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Tuangalie haki kama uwezo wa kukupa wewe kutenda, au uwezo wa wewe kuishi kama Mungu hapa duniani, au kutenda kama Mungu. Amen. Righteousness. Warumi 5:17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Sasa nataka nikufundishe kitu kikubwa hapa. Adamu alipokosea, dhambi ilivyoingia duniani, hapa inasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala. Kwa hiyo Adamu, angalia hii sequence. Adamu alikosea kwa kufanyaje? Kwa kutokutii maagizo ya Mungu. Sawa? Alikosea kwa kusikiliza sauti ambayo hakutakiwa kuisikiliza. Nisikize vizuri wapendwa. Mnaiona hii sequence? Adamu, Biblia inasema kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala. Maana yake Adamu alikosea kwa kutokusikia, kwa kutokufuata maelekezo. Alafu dhambi ikaingia duniani. Tunanielewa? Dhambi ilivyoingia, mauti ikatawala. Amen. Kumbuka aliyeumbwa kutawala alikuwa nani? Mtu. Tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale. Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke wakatawale. Amen. Kwa aliyepewa kutawala hapa duniani ni nani? Ni mtu. Lakini angalia, mtu alipofanya kosa, dhambi ikaingia duniani. Dhambi ikawa ni platform. Nifuatilie vizuri hii sequence. Dhambi ikawa ni platform ya mauti. Mauti ni kutengwa na Mungu. Ni kuwa mbali na Mungu. Mauti ni kurudisha vitu nyuma. Kwa dhambi ikawa platform ya mauti kutawala. Kwa dhambi ikamweka ofisini mauti. Mauti ndio akawa mtawala. Kwa pamoja. Mauti ndio akawa mtawala, akawa ameshika ofisi ya utawala. Angalia hapa. Baada ya Yesu kuja, sequence ikabadilika. Kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima. Sasa sequence ya pili ni hii hapa. Adamu wa pili ambaye ni nani? Yesu. Kumbuka Adamu wa kwanza alifanya kosa kwa kusikiliza na kutii sauti asiyotakiwa kuitii. Sauti ya shetani, alitakiwa atii sauti ya Mungu. Kwa akawa disobedient. Kwa hiyo kama unaandika, andika Adamu wa kwanza. Alafu weka mshale, weka kosa kwenye mabano, andika kusikiliza sauti ya shetani, au kuitii sauti ya shetani. Kwa hiyo Adamu, alafu weka mshale, ule mshale wa kwenda mbele, alafu andika kosa, alafu kwenye mabano kwenye kosa andika kusikiliza sauti ya shetani au kutokuitii sauti ya Mungu. Hilo ndio kosa. Alafu weka mshale mbele, maana yake kosa likaleta nini? Dhambi. Alafu dhambi weka mshale tena, dhambi ikaleta nini? Mauti. Hapo mauti kwenye mabano weka mtawala, au mauti ndio akawa mfalme sasa, king. Adamu, sababu Adamu alikuwa ni lango. Mlangoni si ndoga tunapita na vitu vinaingia mlangoni, si ndio? Kwa dhambi ilikuwepo, lakini isinge, sababu shetani alikuwa ameshaasi zamani. Shetani alikuwa ametenda dhambi. Yesu anasemaje? Alitenda dhambi tangu mwanzo.
Si ndio inasema hivyo? Yesu anasema hivi kwenye Yohana sura ya 8 kwamba ibilisi ni baba wa uongo. Alitenda dhambi tangu mwanzo. Tuko pamoja? Wakati Adamu anaumbwa, Shetani tayari alikuwa ameshaangushwa kutoka mbinguni. Maana alikuwa ameshatenda nini? Dhambi. Lakini dhambi ilikuwa haijaingia duniani. Unanielewa vizuri? Dhambi ilikuwa haijaingia duniani. Sababu lango la kuingiza vitu duniani ni nani? Ni mtu, Adamu. Lango la kuingiza vitu au kutoa vitu duniani ni nani? Ni mtu. Umeona? Dhambi ilikuwepo nje na dunia. Ilikuwepo wapi? Wanajua huko ilipo. Sababu aliangushwa kutoka juu. Shetani. Tuko pamoja? Akakaa hapa juu panaitwa heavenly places. Kwenye mbingu ya pili hapa. Ndio shetani yupo. Ndio maana anaitwa kwenye Efeso 2 mkuu wa uweza wa anga. Sababu yuko hapo juu. Unanielewa? Duniani akapewa kutawala mtu. Kwa hiyo mtu ndio lango la kuingiza vitu au kutoa vitu duniani. Kwa hiyo dhambi ilikuwepo huko inakojua. Alafu sasa tunaanza sasa Adamu. Kwa hiyo Adamu naweka hiyo nani? Kosa. Adamu alisababisha kosa ambalo lilikuwa ni nini? Kutokumtii Mungu au kuisikia sauti ya Shetani. Ndio maana Mungu alipokuja akamuuliza, nani kakwambia kuwa uchi? Adamu aliposema niko uchi, nilijificha niliposikia sauti yako. Kwa sababu Mungu alijua lazima huyu mtu, kuna mtu kamwambia, lazima kuna code kaipata ambayo haikuwepo. Sababu mimi najua kodi zangu zote ziko kwa namna gani. Mungu alijua hicho kitu. Amen. Kwa lile kosa likasababisha nini? Dhambi kuingia sasa. Haya, dhambi ikasababisha nini? Mauti kwenye mabano tukaweka mfalme sasa au mtawala. Kwa mtawala akaacha kuwa nani? Akaacha kuwa Adamu. Mtawala akaacha kuwa Adamu, akawa ni nini? Mauti ikaamua inachotaka. Iamua ikuondoe sasa hivi itakuondoa. Mauti ikaingia kwenye mimea, ikaingia kwenye nini? Kwenye mabati. Ndio maana unaona mabati yanaoza. Hiyo yote ni mauti. Vitu vinaenda afu vinarudi chini. Mauti ni nguvu ya kurudisha vitu chini. Mauti ni nguvu ya kuondoa vitu kwenye uzima wa Mungu. Mauti ni mfumo au ni nguvu ya kuondoa vitu au mtu na vitu kwenye mfumo wa Mungu au kwenye uzima. Mauti ni mfumo wa kurudisha vitu chini. Kwa pamoja? Ulikuwa na tabia nzuri, unaanza kuona kama inarudi chini, inaanza kuwa mbaya. Hiyo ni mauti inafanya kazi. Watu walikuwa wameoana vizuri, wanaanza kutokupendana, wanarudi chini mpaka ndoa inavunjika. Hiyo ni mauti at work. Mauti ikiwa kazini hapo. Watu walizaliwa vizuri na viungo vyote, mara anaenda kukatwa viungo. Ni mauti. Mauti kaingia kwenye kila kitu. Aya. Akaja Adamu wa pili na wa mwisho. Unajua Yesu anaitwa Adamu wa pili, si ndio? Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 anaonyesha kuanzia mstari wa 45. Anasema Adamu wa kwanza akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Wakorinto wa kwanza 15:45 anaonyesha maadamu wawili. Sasa Adamu wa kwanza alikuwa ni lango, alivyoingia tu mfumo wa mauti ukaingia, sawa? Adamu wa pili naye akawa ni lango, ambao ni nani? Ni Yesu. Hapa duniani kuna maadamu hao wawili tu. Kuna watu wawili tu. Afu watu wote duniani tumesubscribe aidha kwa mtu wa kwanza au kwa mtu wa pili. Kwa Yesu ni mtu wa pili na wa mwisho. Tuko pamoja? Umesubscribe kwenye Adamu yupi? Wote tuliookoka tumesubscribe kwa Adamu wa pili na wa mwisho. Anaitwa wa pili na wa mwisho kwa sababu hakutakuja kuwa na Adamu mwingine tena. Sababu Yesu alimaliza kazi ya ukombozi. Kwa hiyo sasa tunaanza jadwali letu. Adamu wa pili ambao ni Yesu. Weka mshale wetu. Kwenye mshale wa kwanza baada ya Adamu ilikuwa ni nini? Kukosea, si ndio? Ilikuwa ni kosa, si ndio? Kosa ambalo ni nini ilikuwa? Kusikia sauti. Haya, hapa tuna Adamu wa pili, alafu tuna mshale, alafu tuna utii. Biblia inasema alitii hata mauti ya msalaba. Sawa? Tusome Wafilipi hapo sura ya pili. Wafilipi sura ya pili mstari wa 8. Bwana Yesu huyu tunamsoma, si ndio? Au tuanzie mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo
ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Maana yake akawa mtu sasa. Sawa? Akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo, mstari wetu sasa wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii. Sema akawa mtii. Akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo hapa tunaona utii. Tunamuona Yesu akaleta nini? Utii. Pale kwenye utii maana yake ni neema. Kwa weka tu Adamu wa pili, alafu mshale, weka neema. Weka neema ambao ndio utii wenyewe huo, ambao ndio neema hiyo ilikuja. Alafu hiyo neema weka mshale wako, weka haki. Kwa haki ni kinyume cha dhambi. Alafu baada ya haki weka uzima wa milele. Tunatawala katika uzima. Kwa hiyo huku kilichotawala, huku Adamu wa kwanza, huku Yesu. Huku alifanya kosa, huku hakufanya kosa, huku alileta neema. Amen. Kwa huku kuna kosa, alafu huku kuna utii ambao ni neema yenyewe, sawa? Utii alafu weka stroke neema. Kwa huku neema. Alafu huku baada ya kutokutii kuna dhambi, si ndio? Tuko pamoja kwenye jedwali letu? Huku kuna dhambi, alafu hapa kuna haki. Sawa? Tuko pamoja? Baada ya dhambi huku ilikuja nini? Mauti. Alafu hapa nini? Uzima wa milele, eternal life. Sawa? Ndio maana huku akasema tunatawala katika uzima. Kwa pamoja watumishi wa Mungu. Kwa dhambi ilikuwa ni udhaifu. Nisoma wiki iliyopita kwamba wale waliokuwa dhaifu, ukisoma Warumi sura ya 5 hiyo. Warumi sura ya 5 mstari wa 6. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa hiyo nguvu, kutokuwa na nguvu au udhaifu kunahesabika ni kuwa muovu. Yaani muovu ni mtu ambaye hana nguvu. Kule tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba wastahili kupokea nguvu nini, tumesoma hivyo. Kwa nguvu maana yake Yesu alivyokufa na kufufuka alileta nguvu. Kwa mtu ambaye hajaokoka, dhambi ni udhaifu. Alafu haki ndiyo nguvu. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati tulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema. 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Umeona, Kristo alikufa kwa ajili yetu tukiwa waovu, tukiwa wadhaifu, tulipokuwa tuungali wenye dhambi. Kwa dhambi inahesabika kama udhaifu, Kristo akafa. 9. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Umeona sasa? Kwa nguvu ni haki. Tunaokolewa na ghadhabu yake, tutaokolewa na ghadhabu yake. Haleluya. Kwa hiyo Adamu wa kwanza aliingiza dhambi kupitia kosa. Kwa Adamu wa kwanza alifanya kosa. Kosa ni kufanyaje? Kusikiza sauti au kutokutii sauti ya Mungu au kusikiza sauti ya shetani. Alafu ile kosa ikaleta dhambi, ikaingiza dhambi duniani. Alafu dhambi ikaleta mauti. Mauti ndio akawa mfalme sasa. Oda ikabadilika. Adamu wa kwanza akawa chini, mauti ikatawala. Aya. Adamu wa pili akaleta utii. Utii wake ndio hiyo neema sasa. Neema nitakufunulia. Biblia inasema kitabu cha Yohana, neema na kweli vilikuja kwa Yesu Kristo. Kwa Adamu wa pili yeye hakukosea, yeye alileta utii, ambao utii mpaka utii wa msalaba. Huo utii ndio neema yenyewe hiyo ya msalaba. Alitupa bure zawadi, yani akafa kwa ajili yetu, kwa niaba yetu akafa kwa ajili yetu. Sisi ndio tulikuwa tufe, ndio akaleta neema hiyo tunaita neema. Neema, Yesu alipokufa alifanya kitu ambacho tulistahili sisi, lakini akafanya yeye. Hiyo neema ikaleta nini? Haki. Haleluya. Neema ikaleta nini? Haki. Kwa kule kosa lilileta dhambi duniani, lakini neema hapa ambayo ndio utii wa Yesu ikaleta nini? Haki. Kwa kinyume cha dhambi ni haki. Alafu kule dhambi ikazaa mauti. Mauti ikawa mtawala. Ila hapa haki ikazaa nini? Uzima wa milele. Kwa haki ina uzima. Ndio maana hivi vitu ni vitu viko pamoja. Tuangalie neema na tuangalie haki. Twende kwenye ile pointi ya neema sasa. Soma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo
mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake hapa Mungu alifunua neema yake. Mtu anapopata ile neema sasa, anapoipokea ile neema, ndio anapokea uzima wa milele. Maana yake anatawala kwenye maisha. Ufungue tena kitabu cha Yohana hiyo sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza mstari wa 17. Yohana sura ya kwanza mstari wa 17. Biblia inasema, kwa kuwa torati ililetwa kwa mkono wa Musa. Torati ililetwa kwa mkono. Torati ilikuwa mbali, ilikuwa mbinguni, ikaletwa tu duniani kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa, mbona tofauti? Kuna kitu kilichotolewa na kuna kitu kilichokuja. Kwa neema ilikuja, maana yake Yesu Kristo ndio neema yenyewe. Amen. Nilikuwa nataka hiyo pointi ya neema. Kwa neema ilikuja kupitia Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe ndio hiyo neema atustahilisha. Alafu baadaye tukahesabiwa haki kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Sasa turudi kwenye kitabu chetu cha Warumi sura ya 5 hiyo hapo hapo. Kwa sasa hivi tunatawala kwa sababu ya kipawa cha haki. Kipawa cha haki kipo kwenye huo uzima wa milele tuliopewa. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Umeona, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Ile andiko lilikuwa linanisumbua sana zamani. Sasa mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Hamna bana, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Yesu. Nilikuwa nang'ang'aniza mbona hawajasema kwa Yesu, kwa sababu si Yesu ndiye alikufa. Ndio kujiuliza hiyo swali. Yesu ndiye alikufa eti. Lakini Musa anapotajwa maana yake ni sheria inatajwa. Sawa? Anaposema itawala tangu Adamu mpaka Musa, maana yake anasema hivi, dhambi ilikuwa ulimwenguni. Musa, unaposema Musa maana yake anamaanisha Torati. Baadaye Torati ndio ikaingia. Sawa? Kwa dhambi ilikuwa inatawala pote hapo. Pamoja na Torati, lakini dhambi ilikuwa bado ni mfalme. Torati haikuwa mfalme. Unanielewa watu wa Mungu? Musa, nyakati za Musa ziliishia wapi? Nyakati za Musa ziliishia msalabani. Sababu Yesu alibeba dhambi, alikufa kwa mujibu wa sheria. Kwa sheria ya Musa ilianzia mlima Sinai, ikaishia wapi? Msalabani. Ndio maana Biblia inasema mauti ilitawala kuanzia kwa Adamu mpaka kwa Musa. Kwa Musa aliishia msalabani. Baada ya msalaba kukaanza utawala wa aina nyingine tena. Naelewa sasa. Kwa Yesu, utawala wa Yesu ulianzia kufufuka kwa Yesu. Huo ndio utawala wa Yesu. Nakumbuka siku ile nilisema kufa kwa Yesu na kufufuka ni vitu viwili tofauti. Kwa utawala tunaoita utawala wa kanisa au utawala wa Roho Mtakatifu au utawala wa neema au nini, ulianza baada ya Yesu kufufuka. Sababu mpaka Yesu amekufa, alikufa kwa mujibu wa sheria. Ndio maana akaita yeye ndio bwana wa sheria. Kwa hiyo pale ndio mauti ilitawala. Baada ya kufufuka kwa Yesu, mauti haitawali tena. Anayetawala ni nani? Ni wewe na mimi. Sema mimi ninatawala katika uzima. Katika uzima. Mimi ninatawala katika uzima katika Yesu Kristo. Kwa kupitia kipawa cha haki na zawadi ya neema na zawadi ya uzima wa milele, ninatawala katika uzima. Amen. Sasa umeona 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, iliwatawala. Mauti iliwatawala watu. Aliye mfano wake yeye aliyekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Umeona? Karama ile inamaanisha nini? Haki. Haikuwa kama ile dhambi.
Karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu. Umeona, ikiwa kwa kukosa kwake mtu mmoja wengi walikufa, anamaanisha sasa kuna kitu kikubwa kimekuja, ndio anasema zaidi sana. Amen. Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi, wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi. Umeona, karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Umeona hiyo sequence? Kwa neema ilileta kuhesabiwa haki, ilikuja kwa ajili ya makosa mengi. Kule kulikuwa kuna kosa, hapa kuna neema, si ndio? Kulikuwa kuna Adamu, kulikuwa kuna kosa, hapo kulikuwa kuna Adamu wa pili, kulikuwa kuna neema. Alafu hapa anasema neema ikaleta kuhesabiwa haki. Ile kosa ilileta kupata nini? Dhambi. Kwa hapa kosa lilileta dhambi, hapa ile neema ambayo ndio utii ikaleta nini? Haki. Dhambi ikaleta mauti, hapa ile haki ikaleta nini? Uzima wa milele ambao ni utawala. Umeona sasa? Wala kadri ya yule mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Afisa ndio nakuja mstari wa 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Umeelewa sasa maandiko haya? Ni simple tu. Kwa Bible ni rahisi kuelewa kwa neema ya Mungu. Kwa hata ukisoma andiko hili tena utakuwa umeelewa vizuri. Sababu nimeshakufafanulia ile sequence, ile jedwali limeeleza vizuri. Amen, watu wa Mungu. Haya, tuendelee sasa 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Umeona, haki na uzima vinaenda, haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Umeona, aliasi kwa kufanyaje? Kwa kusikiza sauti. Watu wengi wakaingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja. Umeona, kwa kutii kwake mmoja, kwa kutii kwake mmoja ambao ndio neema hiyo, watu wengi walimeingizwa katika hali ya wenye haki. Umeona sasa? Kwa kutii ni sawa sawa na neema. Pale juu nimekufafanulia sasa. Sinasema neema ilileta haki, hapa nasema kutii kulileta haki. Kwa kutii ndio hiyo neema sasa. Amen. Unaelewa vizuri? Nafundisha kwa hesabu. Kristo ni hesabu, ni kawaida. Tukielewa tu hesabu fulani ya kuweza kitu fulani umeshakiweza. Wewe ni shahidi, si ndio? Na wewe ni shahidi, kila mmoja ni shahidi. Wewe ni shahidi. Kuna hesabu ulipojua tu hesabu ya ushindi kwenye kitu fulani ukapata ushindi, si ndio? Sasa anasema hapa, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kwa aliasi kwa kutokusikiliza sauti. Hapa anasema hivi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Lakini sheria iliingia ili lile kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Umeona? Dhambi ilipozidi neema ikawa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti. Umeona? Dhambi mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Sema, ninatawala katika uzima huu. Ninatawala katika uzima huu kwa sababu nimeipokea neema ya Bwana Yesu na nikahesabiwa haki na nina uzima wa milele. Hivyo ninatawala katika uzima kwa Yesu Kristo Bwana wangu. Haleluya. Amen, amen. Kwa haki ni ile asili ya Mungu sasa ndani yetu, inayotupa kutenda kama Mungu, kwa sababu kule dhambi ilikuwa ni asili na haki ni asili vile vile. Tunaposema asili tunamaanisha nature, kile kinachomfanya fulani kuwa fulani. Kwa mfano, asili ya simba ni tofauti na asili ya ng'ombe. Asili ya ng'ombe ni tofauti na asili ya chungwa. Nature ile essence of life.
kile kinachosababisha uzima fulani. Sawa? Ule uchungwa ndio asili. Ule uchungwa ni tofauti na mbuzi. Hiyo ndio tunamaanisha asili. Sasa dhambi ilikuwa ni asili. A certain kind of life. Dhambi ilikuwa ni asili. Sasa ulivyomwamini Bwana Yesu, ulivyoamini kwenye kufufuka kwa Yesu, Yesu alifufuka na asili nyingine. Kwa ile asili unapoiamini na wewe unahesabiwa haki, maana yake ile asili ya Mungu ya kuwa sahihi inawekwa ndani yako. Unielewa sasa? Kwa ile asili ni asili ya Mungu ya ushindi, ambayo hiyo ndio imeshinda dhambi, imeshinda magonjwa, imeshinda kila kitu. Ndio inaitwa haki. Unaelewa sasa? Kwa hiyo ndio inakupa kutawala, sababu dhambi ilikuwa ni asili na haki ni asili tena. Ni asili mbili tofauti. Kwa haki ni asili iliyoshinda dhambi. Unanielewa watumishi wa Mungu? Efeso sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 24. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Umeona? Kwa dhambi ni utu. Dhambi ni utu, ni asili, ni nature. Kufa na kufuka, alivyokufa Yesu, ile asili ya dhambi ilikufa, iliondolewa. Kwamba tunaita ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi maana yake ile nature ya dhambi, ile utu wa dhambi, ule utu wa dhambi uliondoka. Muelewe vizuri wapendwa. Yaani masomo kama ya waongofu wapi, lakini ni ya muhimu sana, watu wengi hawayajui. Watu wengi wanaishi kwenye dhambi na kuonewa na shetani kwa sababu hawajui hizi siri za msalaba. Kwa hiyo utu, anasema mstari wa 22, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari wa 23, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya. Mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Umeona hii pointi? Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Amen. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Umeona sasa? Kwa hiyo utu mpya huu tulioupata, uzima wa milele, umeumbwa katika haki. Umeumbwa katika usahihi wa Mungu na katika utakatifu. Kwa hapa alikuwa anawaambia, acheni kusema uongo, acheni kusema hivi, kusengenyana na vitu vingine. Mvae utu mpya kwa habari ya mwenendo. Nitakuja nifundisha wiki ijayo kutokea hapo sasa. Ila kwa leo at least umeelewa kidogo, si ndio? Kwamba haki ndio inakupa uwezo kutenda kama Mungu. Kuna tofauti ya haki na matendo ya haki. Righteousness and right living. Kiingereza ndio kinatofautisha vizuri. Right living does not give you righteousness. Umeelewa? Matendo mema hayakupi kuhesabiwa haki. Amen. Ila haki ndio inakupa, unahesabiwa haki kwanza. Kuhesabiwa haki ndio kunakupa kutenda matendo mema. Narudia tena. Matendo mema hayakupi kuhesabiwa haki. Matendo mema hayakupi kuhesabiwa haki. Ila kuhesabiwa haki ndio kunakupa nguvu ya kutenda matendo mema. Right living does not give you righteousness, but righteousness is what gives you right living. Or righteousness produces right living. Pamoja, kuhesabiwa haki ndio kunakufanya utende matendo mema. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Hiyo statement niliyokuambia au hiyo sentence niliyokuambia inathibitishwa na hiki nilichokuambia hapa kwenye Efeso 4, ni pia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Kwa kinaanza kwanza kuwa na haki, alafu ndio inakuja kutenda. Atendaye haki yuna haki. Amen. Kwa unajitamkia kila siku, mimi nina haki ya Mungu, mimi ni haki.
Mungu. Mimi ni usahihi wa Mungu. Leo ninatembea, nakataa kusema uongo, nakataa kuwaza vibaya. Haki ya Mungu inafanya kazi ndani yangu. Zawadi ya haki inafanya kazi ndani yangu. Ninaishi katika tumaini la utukufu. Ninaishi katika tumaini la uzima. Uzima wa Mungu unafanya kazi ndani yangu katika jina la Yesu. Tembea mle chumbani kwako, unaongea katika jina la Yesu. Haki iko ndani yangu. Haki iko ndani yangu. Ninakataa kukosea. Ninakataa kukosea. Ninatembea katika Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi: kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa, kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa hali ya kuomba. Usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu, na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.